Diamond Platnumz amemwahidi Baba Levo kwamba atamsupport katika harakati zake za kugombea ubunge huko Kigoma mjini. Bana, hii ni kwa namna ambavyo wameonekana katika moja kati ya ndege walivyokuwa wanarudi kutoka Dodoma, kutoka katika kikao cha CCM. Sasa kuna jambo ambalo Diamond Platnumz ambaye kwa hivi sasa ni mmoja kati ya msanii mkubwa wa muziki Afrika na mwenye ushawishi mkubwa sana wa kimitandao, ameahidi basi kumuunga mkono Baba Levo, msanii mwenzake, lakini pia ni mmoja kati ya mtu ambaye anagombea ubunge wa Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Hii ni hatua ya kisiasa inayozidi kuonyesha ushawishi wa watu maarufu kupitia chama hichi cha CCM. Lakini pia ushawishi wa Diamond Platnumz ni moja kati ya nembo ya biashara na sauti kwa mamilioni katika vijana ambao wanaitegemea Wasafi kwa sasa. Bana, moja kati ya vijana ambao wapo katika bara la Afrika kwa sasa wanaunga mkono mambo yote ambayo basi CCM inayofanya, lakini pia mambo ambayo Diamond Platnumz anayafanya. Lakini pia mgombea wa Chama cha Mapinduzi huko Kigoma ambaye ni Baba Levo kwa hivi sasa, basi ni moja kati ya mtu ambaye wanamuunga mkono kwa jitihada zake ambazo amezionyesha na maoni yake ambayo ameweza kuyatoa katika siku ambayo ni ya mkutano ambao waliweza kufanya. Pamoja na haya yote ambayo yanaendelea, mgombea huyu amezidi basi kuonyesha kwamba ukaribu wake na Diamond Platnumz basi unawezekana ukamfanya Baba Levo au ni mmoja kati ya mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Baba Levo kama mgombea mkubwa katika eneo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi, Baba Levo alikuwa msanii na sasa basi ni mwanasiasa chipukizi na ana historia ya kushiriki katika mijadala mbalimbali ya kijamii, lakini pia katika mijadala mbalimbali ya kisiasa na mitandao kiujumla. Uhusiano wake pamoja na Diamond Platnumz unaweza pia kuongeza imani kwa wapiga kura kuwa si mwanasiasa tu wa kawaida, bali mwanasiasa anayeungwa mkono na watu mbalimbali wenye ushawishi mkubwa sana katika nchi hii ya Tanzania. Lakini pia ushawishi huu unaweza kuongeza umaarufu wake, lakini pia unaweza kufungua milango ya misaada katika kampeni hiyo, lakini pia unaweza kuongeza uaminifu kwa wapiga kura ambao kwa hivi sasa wanategemea yeye aende kule. Pamoja na haya yote, tumeweza kushuhudia mambo mengi ambayo yamekuwa yakionekana pale Kigoma, ambako Baba Levo alikuwepo, ameweza kuwapigania wananchi wa pale kuhakikisha kwamba angalau wanapata soko la jioni. Lakini pia uwepo wake nje ya siasa umeweza kuwafanya wananchi wale waweze kumhitaji kwa mwaka huu 2025 kwa mara nyingine tena, na akawaahidi waziwazi kwamba anakwenda kugombea, na ipo wazi kama tunavyoona kwamba lazima atapita. Kama hatopita basi itakuwa sio riziki yake kwa kipindi hichi hapa, lakini mimi ninachokiamini kwamba watu wa Kigoma walikuwa wanamhitaji, na yeye pia anaenda kuwakata kiu yao ambao kwa muda mwingi sana walikuwa wanahitaji yeye aweze kufika katika eneo lile pale. Pamoja na hayo yote, kwa CCM kwa sasa hivi kumpokea msanii kama Baba Levo na kuungwa mkono na Diamond Platnumz kunaweza kuleta nguvu mpya ya vijana ndani ya chama hicho, lakini pia kwa upinzani ili linaweza pia kutafsiriwa kuwa kama vile changamoto mpya, hasa kwa majimbo ambayo vijana ndio wanapiga kura wengi sana. Nikiwa ninaamini kwamba Baba Levo ni mmoja kati ya mtu ambaye tembea na msanii ambaye ni mkubwa kwa sasa, nikiwa na maana kwamba Diamond Platnumz na yote kwa pamoja wameweza kudiscuss wakiwa kwenye ndege wakiwa natoka huko Dodoma, na inavyoonekana kabisa ushawishi huu wa kwake Diamond Platnumz, inawezekana Baba Levo pia alienda kumuomba kwamba angalau aende kuwasimamia watu wale wa kule Kigoma mjini, kwa sababu Baba Levo kama tunavyojua ni mfanyakazi wa Wasafi Radio na pia ni mmoja kati ya chawa ambaye anampigania sana Diamond Platnumz, lakini pia anafanya kazi na makampuni mbalimbali. Kujitoa kwake kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwa ajili ya wananchi kunaweza kumfanya pia ni awe mmoja kati ya mtu ambaye anafanya kwa ajili ya moyo na sio kwa ajili ya tamaa za hapa na pale. Je, unafikiri nini ambacho kifanyike kwa ajili ya mastaa au wasanii mbalimbali ambao wanahitaji kuwa wanasiasa, au kuwe na elimu gani inaweza kutolewa basi ili angalau basi wasanii pia ambao wana ushawishi waweze kuwa wanasiasa ambao basi wanaweza wakawatetea wananchi wao? Sababu ushawishi wa sanaa pia ukichanganya na ushawishi wa siasa basi unaweza ukafanya kabisa mwananchi akampigia kura mtu ambaye
ni sahihi, kwa sababu ameshaweza kumuona kwa muda mwingi sana akiwa anampigania labda katika sanaa, akiwa anapigania basi angalau basi apate ngoma ambazo ni nzuri, angalau akiwa anapigania angalau apate vitu ambavyo ni standard. Kwa mfano kwake ni kwa pili, pia ni moja kati ya mtu ambaye lengo lake lilikuwa tangu zamani ni kuja kuwa mwanasiasa, na mwisho wa siku make it na amefanikisha hilo jambo. Baada ya hapo tunamwona tena Baba Levo, Professor Jay ni moja kati ya watu ambao kuanzia hapo awali tulikuwa tunaona waziwazi kwamba ni watu ambao wamejenga njia yao ya kuja kuwa wanasiasa hapo katika siku za usoni. Pamoja na Professor Jay ni moja kati ya mtu ambaye kujaribu kuangalia wote hawa sio watu ambao wana tattoo katika mwili yao, sio watu ambao wana pigo za kiuno, lakini kuna namna kabisa mtu amejitengenezea structure ambayo ni nzuri kwa jamii nzima. Mfano kama kwa Diamond Platnumz akisema agombee, kuna uni watu wanaweza wakaanza kumtem kwamba ni muni, lakini kujaribu kumwangalia basi tunapata picha kwamba ana zile characteristics zote zile ambazo zinahitajika kuwepo kwa mbunge katika bunge. Lakini pia katika kura za maoni inaonekana kabisa kwamba Baba Levo this time around pamoja na wananchi wote naamini kwamba watampigia kura kwa yale malalamiko yaliyokuwa nazaga katika mitandao ya kijamii, pamoja na sasa hivi pia ana ushawishi mkubwa, nguvu ya kwa Diamond Platnumz. Basi ninaamini kabisa kwamba kwa mwaka 2025 basi Wasafi pia wanaweza wakazalisha kijana mwingine ambaye basi ni mwanasiasa kutoka katika Chama cha Mapinduzi. Maswali mengi yanayoweza basi kujitokeza. Je, msaada wa Diamond Platnumz utakuwa ni msaada wa kimitandao tu au hadi kwenye kampeni pia za uwanjani atakuwepo? Kwa hiyo watu wengi wamejaribu kujiuliza maswali mengi. Je, Baba Levo ana sera zenye vipaumbele vinavyoendana basi na muda huu wa sasa? Pia ni maswali ambayo watu wengi wameweza kujiuliza. Vijana wa sasa hivi wanahitaji vitu ambavyo vinaenda sawa sawa na wao, na sio uende kuwatamkia sera ambazo sio sahihi yani kwa wakati huu, sababu watu wengi wa Kigoma basi yale ambao walikuwa wanalalamikia wameyakosa, especially wa mama, basi Baba Levo inabidi aende nayo sambamba. Tukumbuke kidogo kwamba Baba Levo kuna kipindi ambacho alishawekwa mpaka ndani kisa mambo fulani ambayo aliweza kutokea, na mwisho wa siku akatoka na akaja basi akawa amejikita katika issue mbalimbali za sanaa tu kwa sasa. Ni sasa hivi tena ameamua tena kurudi, na kipindi hicho alikuwa kwenye chama pinzani tofauti na CCM. Sasa hivi basi anagombania ubunge kupitia chama cha CCM. Je, swali lingine ambalo watu wanajiuliza ni kwamba je, wapiga kura wa Kigoma mjini wanamkubali Baba Levo kama kiongozi wao au kama msanii? Kwa sababu kuna issue mbili. Kipindi ambacho alikuwa anafanya kazi za sanaa nikiwa namaanisha kwamba kazi za udiwani alikuwa anajituma kweli kweli, na kipindi ambacho basi afanya kazi za sanaa pia amejituma kweli kweli, na tumeweza basi kuona changamoto ambayo ameweza kuileta katika game ya sanaa, lakini pia changamoto ambayo aliweza kuileta chachu katika huko Kigoma mjini. Mimi naamini kabisa kwamba ataweza kushinda. Je, wewe unalipi la kusema? Habari hii si tu kwa ajili ya burudani, bali ni kiashiria kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya siasa za Tanzania, ambapo watu maarufu wanakuwa ni sehemu ya mchakato mkubwa wa kisiasa, kama vile Diamond Platnumz atasimama imara kwa ajili ya kwake Baba Levo katika jambo lake la mwaka huu 2025. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.